tutazamie sakata la nchini Kongo. Serikali ya nchi hiyo imethibitisha kupokea mwaliko kutoka ofisi ya rais wa Angola kuhusu mazungumzo ya kumaliza mzozo unaoendelea kati ya DRC na kundi la waasi wa M23, wakati ambao Paul Kagame, rais wa Rwanda, huyu akiamini kuwa Tshisekedi hastahili kuendelea kuliongoza taifa hilo. Serikali ya Angola imekuwa mpatanishi wa muda mrefu katika juhudi za kufanikisha kusitishwa kwa mapigano kati ya Kongo na M23 ambao wanaaminika kupewa nguvu ya kijeshi na serikali ya Rwanda. Taarifa ya Stella Rogers inasoma studio na Temidayo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa, ofisi ya rais wa Angola imeeleza kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na viongozi wa makundi ya waasi yanayoongozwa na M23 wanatarajiwa kuanza mazungumzo ya moja kwa moja tarehe 18 Machi 2025 katika mji mkuu wa Luanda. Angola imekuwa mpatanishi wa muda mrefu katika juhudi za kufanikisha sitisho la mapigano pamoja na kupunguza mvutano kati ya Kongo na Rwanda, ambayo imekuwa ikituhumiwa kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Tangazo la majadiliano hayo linakuja baada ya Angola kueleza kuwa itafanya jitihada za kuanzisha mjadala wa moja kwa moja kati ya pande hizo mbili. Awali, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa ikikataa kushiriki katika mazungumzo na waasi wa M23 na kusema kuwa imezingatia mpango huo wa Angola. Hata hivyo, DRC bado haijatoa maelezo rasmi kuhusu msimamo wake kuelekea katika majadiliano hayo yanayotarajiwa kufanyika juma lijalo. Hatua hii inatajwa kuwa muhimu kwa amani ya Kongo ambayo imeendelea kukumbwa na mzozo wa muda mrefu kati ya serikali ya waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo. Inatajwa kuwa ushindani katika kuyapata madini ni chanzo kikubwa cha vita kati ya vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na kundi la waasi March 23 Movement M23 katika mikoa ya mashariki, ya kaskazini na kusini mwa Kivu, ambapo hifadhi ya madini ya DR Congo ni mojawapo ya hifadhi kubwa ya madini duniani. Rais Paul Kagame katika mahojiano yake aliyoyafanya wiki hii amemtuhumu Felix Tshisekedi kwa kushindwa kuendelea kusimamia amani ya usalama wa taifa hilo. Now what is needed, kinachohitajika kwa sasa ni vyama na wale wote wanasaidia mapigano haya kuacha. Pili ni kutafuta njia ya kusuluhisha kwa amani, na hii itamtaka kiongozi wa Kongo kukubali ukweli na kuzungumza na hawa Wakongomani wanaompinga. Ni lazima wasikilize malalamiko yao, hata kama watatoa malalamiko 10, angalau 6 wakubalie. Even if they picked out of 10 grievances and they picked 6 and said, okay, on these ones we agree. Kutokana na kauli hizi za Paul Kagame, je, mazungumzo haya yatakuwa ni moja kati ya vitu vitakavyomaliza vita hivi vilivyodumu kwa muda wa miongo 3 sasa, au ni kichocheo cha kusonga mbele zaidi kwa waasi wa M23? Temidayo, Kasri la Kikeke, Crown Media. Shukran sana Temidayo kitusimulia taarifa hiyo kama ilivyoandaliwa na Stella Rogers. Katika kuliangazia hili studioni tunaungana na mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Geoffrey Mchungu. Karibu sana. Kitambo mbona ulitususa? Nilikuja sema nafikia tukutana. Alikuja Joskati hapa, wewe haukweli. Atakutana nafikiri. Kimeniramba. Kwa kweli. Karibu bwana. Asante sana. Mara kadhaa Tshisekedi amekuwa akisusia kushiriki mazungumzo ambayo anakuwa anaalikwa, lakini sasa hivi amekiri. Gani ya wewe ya yeye kushiriki ikiwa tayari tuna historia nyuma ameshakataa mialiko kadhaa? Yes, kwanza kutazama ni kwamba hilo limekuwa ni tamko la Umoja wa Afrika kwamba lazima wadau husika katika mzozo wa Kongo waweze kushiriki pamoja kuhakikisha kwamba inaweza kupatikana katika amani ya Kongo. Na utazama kwa mfano mtu ambaye amechaguliwa ambaye ataenda kuwa kama ni mediator, kwa maana kwamba mtu ambaye ataenda kuwasuluhisha watu katika pande mbili ambao kimsingi wanagombana ni huyo rais wa Angola.
Na kuna njia za kidiplomasia, tuna njia kama 5 katika kufikia amani katika mizozo. Na hiyo njia ilitumika ya kumtumia rais mzoefu wa Angola inaitwa ni wise man, yani kuwatumia watu ambao wana uzoefu wa kidiplomasia, wana uzoefu wa kiongoza vile vile sasa kuweza kuleta pamoja. Na itakumbuka vile vile katika mkutano ambao ulifanyika hapa Dar es Salaam Tanzania, Felix Tshisekedi hakuweza kuhudhuria. Alihudhuria katika njia ya mtandao. Lakini vile vile tunakumbuka kuna kikao vile vile kilipangwa mwaka jana 2024 vile vile Angola aweze kukutana. Kwa hiyo kwa yeye kutazama kuweza kukubali kuja kukutana na mwenzake inatoa ishara nzuri kuelekea katika kutafuta amani. Na kwa kifupi tu kwa hichi ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, manake vuta ni kuvuta zimekuwa zikifanyika kila uchao tunasema, na mara nyingi vikao hufanyika pia ingawa kwa mtindo tofauti, ila vikao vinafanyika na kwa nia moja tu ya kuweza kuleta amani na utulivu ambao hauko kule DRC. Nini unachokiona kwa hii mikutano mara kwa mara ambayo inaombwa kufanyika na wakuu kama hawa kina Tshisekedi kuomba kuketi pamoja kwa ajili ya mazungumzo? Unaona hivi vikao vya kila siku kuna pahala tutafika kwa tupate matunda 100% au ndio itakuwa ni narudi ya miaka yote? Yes, utazama kwa mfano utaingia mwaka 1994 ilipotokea yale mauaji ya kimbali, lakini kumekuwa kuna vikao mbalimbali kama ulivyosema ambavyo vimekuwa vikifanyika kutafuta katika amani ya Kongo. Lakini nafikiri cha kwanza tunapoenda kwenye meza mazungumzo lazima tuweze kuzingatia maslahi husika ya wadau ambao wanaunda katika mzozo wa Kongo. Katika nchi ya Kongo tunajua kwamba kuna zaidi ya makundi 200 ambayo yanapigana kwenye maslahi tofauti katika nchi ya Kongo. Lakini vile vile kuna ushawishi wa jumuiya za kimataifa ambao wananufaika katika nchi ya Kongo, lakini vile kuna maslahi binafsi ya viongozi katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo pale ambapo tunapoenda kwenye meza mazungumzo ambao tunaita negotiation, mazungumzo kati ya watu ambao wanagombana au wanatofautiana, lazima tuweze kuzingatia maslahi ya kila kundi. Kwa maana kwamba tuangalie kwa mfano kundi kama M23 wanataka nini katika nchi ya Kongo. Tuangalie kwa mfano kundi la Codeco kwa mfano wanataka nini katika nchi ya Kongo, makundi kama ADF wanataka nini katika nchi ya Kongo. Kwa pale ambapo tunapoweza kuzingatia maslahi husika katika nchi ya Kongo, tunaweza kufikia amani. Lakini vile katika unajua ukiangalia Kongo tunasema ni mojawapo ya maeneo 4 ambayo yamekuwa na mzozo duniani. Eneo la kwanza ni tunasema ni question of Congo ambao Umoja wa Mataifa wameweka kama ni swala la kimkakati. La pili ni Palestina, la tatu ni Ukraine, lakini vile vile eneo la Taiwan. Kwa ni maeneo ambayo yamekuwa yakileta changamoto kubwa katika amani, katika siasa za kikanda na siasa za kidunia. Kwa pale ambapo tutapoweza kuhakikisha kwamba kila maslahi ya kundi tunaweza kuzingatia. Lakini vile kutazama ni kwamba kumekuwa kuna changamoto katika nchi ya Kongo kwa sababu inatajwa vile vile uongozi umekuwa sio uongozi madhubuti, na ndio maana hata leo tumesikia clip ikiwa imesambaa Paul Kagame akiweza kama kumkejeli Rais Felix Tshisekedi kwamba ni kiongozi ambaye alikuwa ni taxi driver huko Ulaya. Anashangaa kwa nini ameweza kuwa rais wa taifa la Kongo. Kwa hiyo pale ambapo kila wadau wa katika nchi ya Kongo tukiweza kuzingatia maslahi husika, maslahi ya makundi ya waasi, maslahi ya viongozi na maslahi ya wakubwa. Sasa kutokana na hii hali ambayo inayoendelea, unahisi kuna uwezekano wa kiasi gani kwa Tshisekedi sasa kuweza kukubali mwaliko aliopewa na Angola kuweza kuketi meza moja na waasi wa M23? Unajua ni kwamba tunapoenda kwenye meza mazungumzo lazima tuwe na kitu ambacho kinachoitwa negotiation power. Yani nguvu ya mazungumzo. Pale ambapo mnapotofautiana au kunapokuwa kuna mitafaruku ya kisiasa na ya kijeshi, tunaangalia namna gani ambavyo nani ana nguvu za mazungumzo katika meza mazungumzo. Sasa Felix Tshisekedi ukimtazama amekuwa ana turufu kwenye meza mazungumzo kwa sababu jeshi lake la FARDC limekuwa ni dhaifu, lakini vile vile amekuwa akipata changamoto kubwa kuweza kuongoza nchi ya Kongo. Ndani ya nchi yake kuna baadhi ya makundi wamekuwa hawamuamini na wengine hawamtaki. Kwa hiyo yeye mwenyewe ukimtazama Felix Tshisekedi amekuwa ana turufu kwenye meza mazungumzo. Kwa hiyo wadau wengine kwa mfano Afrika Mashariki, kwa mfano SADC, kwa mfano AU wamekuwa kimlazimisha aweze kukaa na mwenzake kuweza kufikia hitimisho la amani kwenye siasa za masomo makuu. Kwa hiyo sasa Felix Tshisekedi ana jukumu la msingi kukaa na wenzake kuweza kufikia amani. Na kimsingi ni kwamba amani imekuwa ni mkakati wa jumuiya za kikanda, jumuiya za kimataifa kuweza kufikia suluhu kwa sababu tangu tumetoka kwenye vita ya pili ya dunia mwaka 1939 mpaka 45 walisema kwamba
hatutaki kuweza kutokea machafuko mengine mahali pengine. Lazima dunia iweze kutumia amani kuweza kufikia hitimisho la pamoja. Kwa hiyo Felix Tshisekedi ana turufu na meza mazungumzo, kwa hiyo inamtaka kana wenzake kuweza kufikia amani. Vipi kama atakataa sasa kuketi? Nini ambacho kitatokea kikataa kuketi na hawa waasi wa M23? Hali ndani ya Kongo inamlazimisha Tshisekedi kuweza kukubali kukaa kwenye meza mazungumzo, kwa sababu kama nilivyosema, tumeshuhudia kwa mfano wiki mbili zilizopita baadhi ya wanajeshi wake katika mji wa Bukavu na Kivu wakipewa mafunzo na waasi wa M23. Kwa hiyo ndani ya nchi ya Kongo kwenyewe kumekuwa kuna sitofahamu kubwa. Kwa katika situation ya Kongo inamlazimisha Tshisekedi kuweza kukaa chini na mwenzake kuweza kufikia hitimisho pamoja. Kagame anamkejeli kwamba hafai kuongoza Kongo. Kauli kama hizi zinaweza kuathiri kiasi gani mchakato wa kuleta amani nchini Kongo? Nafikiri hiyo cha kwanza inatengeneza taswira ya kutokuaminiana. Kwa kwamba Felix Tshisekedi na Paul Kagame hawaaminiani kwenye meza mazungumzo. Na pale ambapo mnapoingia kwenye mazungumzo, lazima watu ambao wametofautiana lazima muweze kuaminiana. Tunasema trust. Pale ambapo muaminiani, mwisho wa siku mtakuwa kila mtu analinda maslahi ya wakwake. Na kimsingi ni kwamba kauli ya leo ya Paul Kagame imeenda kutoa taswira kwamba mwenyewe amekuwa kama amuoni Tshisekedi kama ni kiongozi madhubuti. Amuoni Tshisekedi kama ni kiongozi ambaye anataka amani. Anamuona Tshisekedi kama ni kiongozi ambaye ni chanzo cha matatizo katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo kuelekea kwenye meza mazungumzo au kuelekea kuwahusisha wadau wengine wa jumuiya za kikanda na kimataifa inaweza ikaita sitofahamu kubwa kwa watu wawili ambao kimsingi wamekuwa wakitofautiana. Waswahili wanasema kwamba kile ambacho unaweza ukasingiziwa kitu, lakini kile ambacho wewe unadai unasingiziwa kikaendana na ukweli. Kagame anasema kwamba anaona Tshisekedi ndio chanzo cha matatizo. Kwa namna moja ama nyingine Tshisekedi amekuwa akigomea mialiko ya kuzungumza swala zima la amani. Kuna namna yoyote ambayo wachambuzi mnaweza kuona labda huenda ana maslahi na hii vita? Yes, Kagame amekuwa na maslahi mapana katika nchi ya Kongo. Na maslahi ya Rwanda ni maslahi ya kiusalama, kwa sababu kuna waasi wa Interahamwe ambao walikimbilia katika nchi ya Kongo mwaka 1994 amekuwa akiwatafuta. Na wanataja kwamba wale waasi wamekuwa wakiungwa mkono na serikali ya Felix Tshisekedi. Kwa ni kwamba Paul Kagame amekuwa akijenga hoja kwamba maslahi yake ya msingi kwenye nchi ya Kongo ni maslahi ya kiusalama. Amekuwa iangalie Kongo kama kutaka kama ile dhana ya watu wengi kwamba kuweza kugawanya maeneo ya mashariki, lakini lengo la Kongo ni kuwatafuta waasi wa Interahamwe ambao wamekuwa kitishia serikali yake ya kule Kigali. Kwa hiyo hizi sintofahamu au haya majibizano yanaweza kupelekea hizo athari mbalimbali kuelekea katika kufikia hitimisho. Lakini vile ni kwamba mzozo wa Kongo umekuwa ukijengwa na ushawishi wa mataifa makubwa, kwa sababu tunajua katika nchi ya Kongo kama taarifa alivyosema kuna madini ambayo ya kimkakati, na kuna hii dunia pale ambapo kuna madini ambao ni fursa kwa watu wengine, inaweza mataifa makubwa wakachangamkia hizo rasilimali kuweza kuja kuzitafuta. Kwa naweza kusema kwamba mzozo wa Kongo lazima tuweze kuzingatia maslahi ya wakubwa, maslahi ya makundi mbalimbali, maslahi ya viongozi na maslahi ya jumuiya ya kikanda. Hivi vikao vya nenda rudi mpaka sasa hivi ni kama zaidi ya vikao 4-5 vimekaliwa Dar es Salaam na nchi nyingine nyingi. Hakuna njia nyingine ya kumaliza huu mzozo zaidi ya vikao ambavyo hatuoni labda baada ya vikao matokeo yake ni nini. Maana kimeisha kikao hiki kinatangazwa kingine, lakini bado machafuko yanaendelea. Kwenye kumaliza mizozo ya kidiplomasia kuna njia 5. Njia ya kwanza ni mazungumzo kati ya watu ambao kimsingi wanagombana. Kwa mfano Felix Tshisekedi na mwenzake M23 kukaa chini kufikia hitimisho. Kama wasipoweza kufikia hitimisho, tunaingia kwenye njia ya pili ambayo tunaita ni mediation, kama mchakato wa rais wa Rwanda ambao ataongoza. Sasa pale wakishindwa kutofautiana, tunaingia kwenye njia ya 3. Tunaweza tukaenda kwenye mahakama ya kimataifa. Kuna ICC na kuna ICJ. Lakini vile sasa tusiposhindwa kufikia hitimisho, taifa inaweza likatangaza vita dhidi ya taifa lingine. Sasa kutangaza vita, ukitazama katika hali ya Kongo,
Cha kwanza, wananchi wengi ni maskini, kumekuwa kuna political instability, kumekuwa machafuko ya kisiasa, lakini vile vile nchi ambayo imekuwa kama haiwezi kutawalika. Kwa hiyo viongozi wengi Afrika Mashariki, viongozi wengi wa SADC wamekuwa wakiwa na hofu dhidi ya kutumia matumizi ya nguvu katika nchi ya Kongo. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakiona bora viongozi hao wakae kwenye mazungumzo, wazungumze ili tuweze kubuy time kuweza kufikia hitimisho. Lakini ukiweza kutumia njia ya mwisho, njia ya vita, inaweza kuleta athari kubwa sana katika ukanda wa maziwa makuu. Maneno haya kupigana madongo ambayo yanapigwa nayo sana Tshisekedi tunaona sasa hivi na nia hasa ni kuweza kuketi kwenye hivi vikao ili kupata suluhu. Lakini sasa hii vijembe ambavyo vimekuwa vikiruka mara kwa mara mpaka Paul Kagame anafikia kusema Tshisekedi hastahiki kuongoza DRC. Huoni kwamba kuna kitu inaweza ikawa inachagiza kuweza kufanya pengine kikao kisikaliwe au viongozi wenyewe kwa wenyewe wa nchi kwa nchi wakaekeana vinyongo na kuleta hali ambayo haiko sawa? Ni kweli kabisa, inatengeneza taswira mbaya kuelekea kwenye meza mazungumzo, kwa sababu pale ambapo unapoenda kwenye meza mazungumzo afu kiongozi ambaye anatajwa mtakaa naye kwenye meza moja anakuita kwamba ufai, kwamba wewe uwezi, ulishindwa kupeleka pizza kule Ubelgiji, utaweza vipi kuwa rais? Kwa hiyo imeweza kupeleka taswira mbaya sana kwenye kufikia hitimisho la amani. Lakini Paul Kagame ukimtazama, wengi wamekuwa kimshutumu kwamba amekuwa na nguvu nyuma ya pazia, kwamba majeshi yake, vikosi vyake na maslahi yake ndani ya Kongo vimekuwa kama vina ushawishi wa wakubwa. Kwa hiyo hiyo jeuri ukitazama ya Paul Kagame kwamba kuhakikisha kwamba anaweza kulinda maslahi ya DRC inaweza ikampelekea kiburi dhidi ya nchi ya Kongo. Lakini vile vile ni kwamba hoja nyingi zinatajwa kwamba ili Kongo liweze kuwa salama, lazima cha kwanza tuweze kujenga umoja wa kitaifa katika nchi, kwa sababu taifa la Kongo kuna zaidi ya makabila 400. Tanzania hapa kuna makabila 120. Kongo kuna makabila zaidi ya 400. Kongo kuna vyama vya siasa zaidi ya 200. Hapa Tanzania kuna vyama hata nafikiri 30 havifiki. Kwa hiyo ukubwa wa nchi ya Kongo ni kubwa zaidi ya Ulaya Magharibi yote. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba imekuwa changamoto kubwa sana. Anaongoza taifa ambalo ni kubwa, na rasilimali, pale ambapo katika dunia kuna ukosefu wa usalama au kuna ukosefu wa amani, inakuwa ni fursa kwa watu wengine kuweza kuchangamkia hizo fursa. Kwa hiyo nasema kwamba lazima kwanza tuweze kulinda na kutatua masa cha kwanza ya DRC ili tuweze kufikia amani. Nini sasa tukitumainie kwenye kikao cha mara hii ikiwa Tshisekedi atakubali kuketi na M23? Unahisi nini ambacho kinaweza kidogo kikaleta wala wahueni? Au ndo ile tunatwanga tu na kutwangua kila siku? Paul Kagame ameshaika wazi msimamo wake kwamba yeye amekuwa akilinda maslahi yake kiusalama katika nchi ya Kongo, lakini vile ukimtazama serikali ya Kigali ya Felix Tshisekedi amesema kwamba yeye anataka kuwafukuza wale waasi wa M23. Na waasi wa M23 wamekuwa wakitambulika kama ni Wabanyamulenge, ni Watusi wenye asili ya Kongo. Kwa hiyo kama wasipoweza kutofautiana, kama wasipoweza kukubaliana, inaweza kupelekea changamoto kubwa zaidi katika mzozo. Crown Media. Hapa ni nyumbani.